Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa baraka zake na utukufu wake. Ni mimi mtumishi wenu Ahmed Kandauma. Ama kwa hakika kuna jambo limetokea. Ili jambo kimsingi tuna haki ya kukumbushana, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatuambia ndani ya Al-Qur'an Al-Karim, wadhakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Tukumbushane, hakika ya ukumbusho unawafaa waumini. Limetokea jambo katika jambo ambalo kimsingi elimu inatakiwa itolewe, si lingine isipokuwa kuna wale ambao wabunge wamepata nafasi ya kuingia katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Walindai alhamdu, Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri na wajalie waweze kufanya kazi katika mwenendo uliokuwa mzuri sana, ili tuweze kupata manufaa katika umma wetu wa Tanzania. Lakini wale wabunge miongoni mwao wapo Waislamu, na kama ulivyo utaratibu, kuna utaratibu wa kuapa, kuna kiapo. Sasa katika kile kiapo, ukiwa umeshika, kwa maana wewe kama Muislamu utapewa mashaf, kwa maana msaafu, ili ushike kwa lengo la kuapa kile kiapo cha bunge, lakini pia na ukiwa unathibitisha kwamba imani yangu mimi na ikubali Qur'ani. Sasa imetokea miongoni katika wabunge wapo ni Waislamu ambao ni wadada, tuseme ni wamama ambao wenye jinsia ya kike. Sasa wakati wameushika ule msaafu, nywele zao ziko wazi, lakini pia hata mavazi yao manake wako aura, kimsingi wapo uchi. Niwaambie, hili ni jambo ambalo kimsingi sio sahihi katika Uislamu, mwanamke kuishika Qur'ani ile hali mwanamke huyo hajajistiri, manake hajajihifadhi. Inawezekana akawa yupo katika hali ya hedhi, inawezekana akawa yupo katika hali ya janaba, inawezekana yupo katika hali ya nifasi. Itakuwa ni tatizo kwake kuishika Qur'ani. Na haya si maneno yangu, bali ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah anaeleza katika suratul Waqi'a, na hii nimeiweka special ili upate kuiona Qur'ani. Katafute suratul Waqi'a aya nambari 77 mpaka aya nambari 80. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, innahu la Qur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun tanzilun min rabbil alamin. Allah tabaraka wa Ta'ala anasema innahu la Qur'anun karim, hakika, maana yake hakika si vinginevyo, innahu la Qur'anun karim, hiki ni kitabu ambacho ni Al-Qur'an kilichokuwa chenye utukufu ndani yake. Mwenyezi Mungu anathibitisha ya kuonyesha ya kuwa Qur'ani ni kitabu chenye utukufu. Manake yote anayetakiwa kukibeba au kukishika, manake ajiangalie anayabeba maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tena fi kitabin maknun, tambua kwamba hicho kitabu kilihifadhiwa katika Lauhul Mahfudh, manake hayo ni maneno ya Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Ta'ala. Hiki ni kitabu ambacho la raiba fi, hakina shaka ndani yake, lakini kinawaongoza watu katika njia nzuri kabisa, ambayo ni njia ya kufata utaratibu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza kupitia ndani ya kitabu chake ambacho ni Al-Qur'ani Karim. Akasema Allah tena, la yamassuhu illa almutahharun, qattu abadan, wasikibebe wasikishike isipokuwa wale ambao waliotaharika, maanake waliokuwa katika hali ya usafi. Na ndiyo maana sheria kama sheria ya fiqh ya wanachuoni wakiwa wanaeleza mwanamke kuushika msaafu au kuubeba akiwa katika hali ya nifasi au akiwa katika aura, manake akiwa mtupu, kwake jambo hilo ni haram, tena ni haram na anapata dhambi. Kama walikuwa hawajui, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawasame, lakini kama walikuwa wanajua, maana yake wanaingia katika dhima ya kupata dhambi. Kwa nini? Tanzilu min rabbil alamin. Maneno hayo ndugu zanguni yameteremshwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye ndiyo mlezi wa ulimwengu wote, ambaye Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hili lilikuwa langu la kuwakumbusha wale ambao inawezekana tumeghafilika, lakini pia ilikuwa ni kufahamisha umma kuhusiana na kuitukuza na kuipa heshima Al-Qur'an Al-Karim, kwa sababu ni maneno ya Allah, lakini pia ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Ta'ala. Ukiona unataka kufanya jambo ambalo linanasimika na dini yako, basi lifahamu uzuri, ili ukilifanya usilifanye ukiwa na mashaka au ikapelekea kupata dhambi mbele ya Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Ta'ala.
Allah atuongoze katika njia iliyokuwa nzuri ya kusikiliza maneno, lakini pia na kuyafanyia kazi. Ndugu zanguni, ni mimi mtumishi wenu Ahmed Kanauma, na huu ni weledi bila shaka. Wama alaina illa albalaghul mubin wal afwa minkum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.